Je, unajua kwamba kuna watu wanatumia maelfu ya shilingi kununua virutubisho vya kuongeza nguvu, kuboresha afya ya moyo, kuimarisha ubongo na hata kusaidia afya ya uzazi, wakati suluhisho linaweza kuwa kwenye korosho wanazoziona kila siku sokoni? Korosho ni miongoni mwa vyakula vyenye virutubisho vingi sana, lakini watu wengi hawajui uwezo wake halisi. Wengi huzila kama vitafunwa bila kufahamu kwamba zina mafuta mazuri, protini, madini na antioxidant zinazoweza kuleta mabadiliko makubwa mwilini. Lakini swali kubwa ni hili: nini hasa kinaweza kutokea ikiwa utakula korosho kila siku kwa siku 30 mfululizo? Je, zinaweza kusaidia moyo? Zinaweza kuongeza nguvu za mwili? Je, zinaweza kusaidia afya ya uzazi kwa wanaume? Na je, kuna madhara yoyote ya kuzila kila siku? Leo tutachambua kila kitu kwa undani. Hakikisha unatazama hadi mwisho, kwa sababu sehemu ya mwisho inaweza kukushangaza zaidi. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Wiki ya kwanza, mwili unaanza kupata nishati zaidi. Baada ya kuanza kula korosho kila siku, jambo la kwanza ambalo baadhi ya watu huligundua ni ongezeko la nishati. Korosho zina mchanganyiko wa mafuta yenye afya, protini, wanga wa kiwango cha wastani. Tofauti na vyakula vyenye sukari nyingi vinavyokupa nguvu kwa muda mfupi kisha kushuka ghafla, korosho hutoa nishati taratibu na kwa muda mrefu. Ndiyo maana watu wengi wanaokula korosho kama kitafuno cha mchana huwa hawajisikii uchovu wa haraka. Unaweza kugundua kupungua kwa uchovu, kuongezeka kwa nguvu kazini, kuongezeka kwa stamina katika shughuli za kila siku. Jambo la pili, afya ya moyo inaanza kunufaika. Moja ya faida kubwa za korosho ni afya ya moyo. Watu wengi wanaogopa mafuta yaliyopo kwenye korosho, lakini ukweli ni kwamba mafuta mengi yaliyopo kwenye korosho ni mafuta mazuri. Mafuta haya yanaweza kusaidia kupunguza cholesterol mbaya, kuongeza cholesterol nzuri na kuboresha mzunguko wa damu. Moyo unapokuwa na mzunguko mzuri wa damu, viungo vingine vyote vinanufaika. Fikiria moyo wako kama pampu ya maji. Pampu ikifanya kazi vizuri, maji yanafika kila sehemu. Ndivyo ilivyo kwa damu mwilini pia. Jambo jingine, ubongo wako unaweza kuanza kufanya kazi vizuri zaidi. Je, huwa unasahau mambo haraka? Je, unapata shida kuzingatia kazi kwa muda mrefu? Korosho zina madini muhimu sana kwa ubongo. Miongoni mwa madini hayo ni magnesium, zinki, copper na madini ya chuma, yani iron. Madini haya yanahusika katika shughuli mbalimbali za mfumo wa fahamu. Baadhi ya watu ripoti umakini kuongezeka, kumbukumbu kuimarika na uchovu wa akili kupungua. Ndiyo sababu korosho mara nyingi hupendwa na wanafunzi na watu wanaofanya kazi zinazohitaji kutumia akili kwa kiwango kikubwa. Faida nyingine, ngozi yako inaweza kuanza kung'aa. Baada ya wiki kadhaa, baadhi ya watu huanza kuona mabadiliko kwenye ngozi. Korosho zina antioxidants zinazosaidia kupambana na uharibifu wa seli. Antioxidants ni kama ulinzi wa mwili. Husaidia kupunguza athari za radicals huru ambazo huharakisha kuzeeka kwa ngozi. Matokeo yake yanaweza kuwa ngozi laini zaidi, ngozi yenye afya, kupungua kwa muonekano wa uchovu. Bila shaka, korosho pekee haziwezi kufanya miujiza, lakini zinaweza kuwa sehemu ya lishe inayosaidia afya ya ngozi. Faida nyingine, mifupa yako inaanza kuwa imara. Kadri umri unavyoongezeka, afya ya mifupa huwa muhimu zaidi. Korosho zina magnesium, phosphorus na copper. Madini haya yanahusika katika kujenga mifupa, kuimarisha meno na kudumisha uimara wa mwili. Watu wengi huzingatia calcium pekee, lakini ukweli ni kwamba
Mifupa inahitaji madini mengi ili ifanye kazi vizuri. Nini kinatokea kwenye uzito wako? Watu wengi huuliza, korosho zinanenepesha? Jibu ni ndiyo na hapana. Ndiyo ikiwa utakula nyingi sana, na hapana ikiwa utakula kwa kiasi kinachofaa. Kwa sababu korosho zina protini na mafuta yenye afya, hukufanya ujisikie umeshiba kwa muda mrefu. Hii inaweza kusaidia kupunguza kula mara kwa mara, kupunguza vitafunwa visivyo na afya na kudhibiti uzito. Afya ya uzazi kwa mwanaume. Hii ndiyo sehemu ambayo watu wengi wanaisubiri. Korosho zina madini muhimu sana kama zinki, magnesium na selenium. Madini haya yanahusika katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na afya ya uzazi wa mwanaume. Zinki hasa ni muhimu katika uzalishaji wa homoni za kiume. Pia korosho zina arginine ambayo husaidia katika mzunguko wa damu. Na kama tunavyojua, mzunguko mzuri wa damu ni muhimu kwa utendaji mzuri wa mwili wa mwanaume. Hii ndiyo sababu korosho mara nyingi huonekana katika orodha ya vyakula vinavyosaidia afya ya uzazi. Lakini kumbuka, korosho si dawa. Ni chakula chenye virutubisho vinavyosaidia mwili kufanya kazi zake vizuri. Afya ya uzazi kwa mwanamke. Wanawake pia wanaweza kufaidika na madini yaliyopo kwenye korosho. Yanaweza kusaidia afya ya homoni, afya ya damu pamoja na nishati ya mwili. Kwa wanawake wanapopata uchovu mara kwa mara kutokana na upungufu wa madini chuma, korosho zinaweza kuwa sehemu ya lishe inayosaidia. Kinga ya mwili. Korosho zina zinki, kopa na antioxidant. Virutubisho hivi vina mchango mkubwa katika mfumo wa kinga. Mwili wenye kinga bora huwa na uwezo mkubwa zaidi wa kupambana na maambukizi mbalimbali. Sukari ya damu. Korosho zina kiwango kidogo cha sukari. Pia zina nyuzi, protini na mafuta. Mchanganyiko huu husaidia kufanya sukari iingie taratibu kwenye damu badala ya kupanda kwa kasi. Hii ni habari njema kwa watu wanaojali afya ya sukari. Nini hutokea baada ya siku 30? Kwanza, baada ya mwezi mmoja kula korosho kwa kiasi kinachofaa, baadhi ya watu huanza kugundua nishati kuongezeka, kushiba kwa muda mrefu, ngozi kuonekana bora zaidi, afya ya moyo kuimarika, mzunguko wa damu kuwa mzuri, afya ya ubongo kuimarika, mifupa kuwa imara zaidi na kinga ya mwili kuongezeka. Madhara ya kula korosho kupita kiasi. Faida zote hizi hazimaanishi ule korosho bila mipaka. Ukizidisha unaweza kupata kuongezeka uzito, matatizo ya mmeng'enyo wa chakula, gesi tumboni, kuvimbiwa na kalori nyingi kupita kiasi. Na kwa watu wenye mzio, yani allergy wa korosho, hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi. Kiasi sahihi cha kula. Wataalamu wengi wa lishe hupendekeza kiasi cha wastani cha korosho ni 15 mpaka 30 kwa siku. Kiasi hiki kinaweza kukupatia virutubisho muhimu bila kuongeza kalori nyingi kupita kiasi. Sasa umepata jibu. Ukila korosho siku 30 kwa kiasi kinachofaa, mwili wako unaweza kupata faida nyingi kuanzia afya ya moyo, ubongo, ngozi, mifupa, kinga ya mwili hadi afya ya uzazi. Lakini siri kubwa si kula nyingi. Siri ni kula kwa kiasi sahihi, kwa mwendelezo na kuunganisha na lishe bora pamoja na mazoezi. Na sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, wewe huwa unakula korosho mara ngapi kwa wiki? Andika sehemu ya maoni. Usisahau kusubscribe na kulike na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.